Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Nairobi yasimama waombolezaji wakipokea mwili wa Raila Odinga kutoka India. Oburu Oginga ateuliwa kaimu kiongozi wa chama cha ODM. Shughuli za kutazama mwili wa Raila Odinga zimehamishwa hadi uwanja wa michezo wa Kasarani. JKIA yafungwa kwa muda baada ya waombolezaji kuvunja ulinzi. Na polisi wazidiwa nguvu uwanja wa ndege wa JKIA wakati wa kulaki mwili wa Raila Amolo Odinga. Naam, na tumai ubwiri wafe pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mwili wa Raila Amolo Odinga umewasili nchini Kenya saa 3:30 asubuhi ya leo kutoka India ambako alikuwa anapata matibabu kabla ya kupatwa na umauti. Familia yake imefichua kwamba ndani ya wosia wake aliandika kuwa azikwe ndani ya saa 72. Chanzo cha familia kimesema Rais William Samoei Ruto wa Kenya alifahamishwa kuhusu hilo apunde tu alipowasili nyumbani kwa Raila Odinga huko Karen jana. Kufuatia hilo, Raila Odinga atazikwa siku ya Jumapili Oktoba 19 mwaka huu katika makaburi ya familia huko Kango Jaramogi Nyamira Bondo, kando ya kaburi la marehemu baba yake Jaramogi Oginga Odinga na mwanae Fidel Odinga. Mwili wa Odinga ulipowasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta International Airport mwendo wa saa 3 asubuhi, ulilakiwa na Rais wa Kenya William Samoei Ruto, Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, mkewe Aida Odinga, wanawe pamoja na wanafamilia na wanaomwenzi ambao ni wafuasi wake sugu.
Serikali ya Kenya imetangaza Ijumaa Oktoba 17 mwaka huu 2025 kuwa sikukuu ya umma kwa heshima ya aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Raila Amolo Odinga aliaga dunia alipokuwa akipokea matibabu nchini India. Katika notisi maalum ya gazeti la serikali la 1015/7 ambapo iliyochapishwa Alhamisi, katibu wa baraza la mawaziri wa mambo ya ndani na utawala wa kitaifa Kipchumba Murkomen ametangaza tamko hilo chini ya kifungu cha 3 cha sheria ya likizo la umma sura ya 110. Mazishi ya kitaifa yatafanyika katika uwanja wa Nyayo siku ya kesho, ambapo hivi leo basi wale ambao wanautazama mwili wameelekezwa katika uwanja wa michezo wa Kasarani baada ya kuwa maeneo yaliyotengwa ya bunge yakawa na purukushani, ambapo vijana walikuwa wamepanda kwenye ua la bunge na hivyo basi kusababisha kutazama mwili kuelekezwa katika uwanja wa michezo wa Kasarani. Bendera kote nchini Kenya zimekuwa zikipepea nusu mlingoti tangu Jumatano, wakati habari za kufariki dunia kwa Odinga zipothibitishwa, huku vitabu vya rambirambi vikifunguliwa katika ofisi ya serikali, balozi na ofisi za chama cha ODM. Raila Odinga, miaka 80, aliwahi kuwa waziri mkuu wa pili wa Kenya kati ya mwaka 2008 hadi 2013 chini ya serikali ya muungano kufuatia uchaguzi wa urais wa 2007 uliokumbwa na utata. Ndege iliyobeba wajumbe wa Kenya yenye mwili wa Raila Odinga kutoka India imekuwa ikifuatiliwa zaidi duniani kwenye eneo lile la Flight Radar 24 mara tu baada ya kupaa saa 12:30 jioni hiyo jana katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA jijini Nairobi. Ndege ya abiria ya shirika la ndege la Kenya Airways KQA 202 hadi Mumbai ilikuwa ya pili kwa kufuatiliwa duniani kote kwenye huduma maarufu ya kufuatilia trafiki ya moja kwa moja. Kufikia saa 6 usiku ilikuwa imefuatiliwa zaidi duniani kote, ikiwa na zaidi ya watu 7,000 wakifuatilia. Ndege ilifika Mumbai mwendo wa saa 7 asubuhi ya Alhamisi saa za Afrika Mashariki na kupaa kuelekea Nairobi saa 9:30 alfajiri saa za Afrika Mashariki, ambapo ilitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta mwendo wa saa 3:30 asubuhi Alhamisi. Saa 7 katika data ya Flight Radar 24 inaonyesha kuwa ndege hiyo kurudi ya KQ ya A203 ilikuwa ikifuatiliwa na zaidi ya watu 5,000. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Kenya KCAA imesitisha kwa muda shughuli zote katika uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta kufuatia hali ya taharuki ya kiusalama iliyoibuka baada ya kuwasili kwa mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, KCAA imesema kundi kubwa la waombolezaji lilivamia maeneo ya uwanja yaliyokuwa yamewekewa vizuizi vya kiusalama, hatua iliyolazimu uwanja kufungwa kwa taharuki ili kutoa nafasi kwa vikosi vya usalama kurejesha utulivu na kuhakikisha usalama wa wasafiri na wafanyakazi wa uwanja huo. Wananchi na wasafiri wametakiwa kuepuka eneo la JKIA kwa sasa hadi itakapotolewa taarifa mpya. KCAA imesema shughuli za kawaida inatarajiwa kurejelewa pindi tu uwanja utakapothibitishwa kuwa salama ndani ya takribani ya saa 2 zijazo. Aidha, taarifa rasmi za mashirika ya ndege za Notam tayari imetolewa ikieleza kuhusu usitishwaji huo wa muda wa safari za anga. KCAA imeomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza na imelitaka taifa la Kenya kuwa na subira wakati huu wa maombolezo ya kitaifa. Shughuli za kutazama mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga
imehamishwa kutoka eneo la bunge hadi uwanja wa michezo wa kimataifa wa Moi Kasarani baada ya umati mkubwa wa watu waliokusanyika nje ya majengo ya bunge kufanya iwe vigumu shughuli hiyo kuendelea kama ilivyopangwa. Mipango ya awali ya kupokea mwili wa Raila Odinga uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta hadi makafani ya Lee kwa ajili ya matayarisho ya mwisho kabla ya kuelekezwa kutazamwa na umma ilifutiliwa mbali, huku kukiwa na ongezeko la machafuko ya umati. Maafisa wa kijeshi na waandalizi wa maiti waliokuwa wametumwa katika kituo cha makafani cha Lee kupokea na kuandaa mwili huo, badala yake wameagizwa kuelekea Kasarani ambako shughuli hiyo sasa itafanyika. Seneta wa Siaya Oburu Oginga ameteuliwa kuwa kaimu kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM kufuatia kifo cha mdogo wake Raila Odinga. Odinga, kiongozi wa muda mrefu wa chama hicho, alifariki dunia siku ya Jumatano nchini India ambako alikuwa akipokea matibabu ya ugonjwa ambao haujatajwa. Wakati wa kikao cha halmashauri kuu ya taifa NEC Alhamisi asubuhi, chama kilikubaliana kwa kauli moja kwamba Oginga achukue uongozi wa chama hadi kamati hiyo itakapokutana tena na kuandaa mustakabali wake. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo hivi sasa naenda moja kwa moja kupokea matangazo yetu ambayo ni ya awamu ya pili, ambapo nashirikiana na shirika la DW kwenye matangazo yetu ya moja kwa moja, ambapo hivi sasa tunajiunga na shirika la DW. Mamia wa Kenya wameminika katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, jiji kuu la Nairobi, kupokea mwili aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga kutoka India alikofia kutokana na mshtuko wa moyo. Kwa mjibu wa familia yake, Raila aliacha wosia akisema kuwa azikwe ndani ya kipindi cha siku 3 ambapo ni masaa 72. Serikali imetangaza kusimamia shughuli hiyo. Shisi Wasilwa na taarifa hiyo kutoka jiji kuu la Nairobi kule Kenya. Taifa Jomo Kenyatta waliimba nyimbo za kumsifu Raila wakiwa na matawi na mabango yenye picha marehemu Rais William Ruto, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na wanafamilia ni miongoni mwa watu waliopokea mwili Odinga mapema Alhamisi, ambao ulipelekwa katika hifadhi ya maiti ya Lee. Hata hivyo, mipango ya kupeleka mwili huo katika bunge la taifa ilibadilishwa na badala yake kupelekwa katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa. Wakenya wa matabaka mbalimbali watapata nafasi ya kutoa heshima zao za mwisho. Naibu Rais Kithure Kindiki alisema kuwa marehemu Raila Odinga alitaka azikwe baada ya siku 3 pindi angefariki. The burial of the late Prime Minister Raila Odinga. Maziko ya hayati Mheshimiwa Raila Odinga yatafanyika Jumapili hii, yataendeshwa na kanisa la Kianglikana ambalo alikuwa muumini, and will be conducted according to the traditions of the Anglican Church. Mwili huo utarejeshwa katika hifadhi ya Lee mwendo wa saa 11 jioni. Baada ya hafla hiyo, mwili utaelekezwa nyumbani kwake Karen kwa mapumziko usiku mmoja. Siku ya Jumamosi, mwili utaondolewa Nairobi kuelekea Kisumu, ambapo wananchi watapata nafasi ya kuuaga katika uwanja wa Moi. Baadaye mwili utasafirishwa kwa barabara hadi Bondo kwa mapumziko ya usiku. Siku ya Jumapili, mazishi yatafanyika kwa kufuata taratibu za kanisa la Kianglikana la Kenya nyumbani kwake Bondo. James Njoroge amekuwa bungeni kusubiri mwili wake Raila ili kutoa heshima zake za mwisho. Baba Raila Odinga ni amefanya. Sasa hivi tunaweza ongea kila kitu ambayo tunahitaji. Kwa leo hakuna haja ya mambo ya siasa na mambo ya chama. Tunaomboleza Prime Minister Raila Odinga na kiongozi wa ODM. Kwa mujibu wa mpango wa mazishi, Raila atazikwa katika makaburi ya familia ya Kango ka Jaramogi Bondo, karibu na makaburi ya babake Jaramogi Oginga Odinga na mwanawe Fidel. Nilimhoji Raila miaka 9 iliyopita nikitaka kufahamu urithi wake katika historia ya taifa. Ungependa historia inapoandikwa ya taifa la Kenya ukumbukwe kama mtu aliyefanya nini? Mtu ambaye alisimamia haki na ukweli katika taifa letu, pigania usawa katika taifa letu, mtu ambaye alikuwa anataka Kenya iweze kutimiza ndoto ya waanzilishi wa taifa. Wakati huo, baraza kuu la chama alichoongoza Raila cha ODM kimechagua kakake Oburu Odinga kuwa kaimu kiongozi wa chama hicho kwa wakati huu. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Asante sana Shisia Wasilwa kwa taarifa hiyo
kutokea jiji kuu la Nairobi, Kenya. Anazidi kusonga mbele. Mwili waliyewahi kuwa waziri mkuu wa Kenya Raila, kundi moja la Israel linalopigia debe kurejeshwa kwa mateka wote wanaoshikiliwa katika ukanda wa Gaza, msikilizaji, leo limeitaka serikali ya Israel kuchelewesha utekelezwaji wa hatua zinazofuata na makubaliano ya amani ikiwa Hamas itashindwa kurejesha miili ya mateka waliosalia. Wakati huo huo, Israel imesema leo kuwa tarehe ya kufunguliwa kwa kivuko cha Rafa kati ya Gaza na Misri itatangazwa. Tatu Karema na habari zaidi. Itaendelea kukiuka waziwazi wajibu wake wa kurejeshwa kwa mateka wote na miili ya waliofariki. Haya yanajiri wakati ambapo taarifa ya jeshi la Israel imesema miili miwili zaidi imetambuliwa kuwa ya mateka wa Israel waliouawa baada ya kukabidhiwa miili hiyo na kundi la wanamgambo wa Hamas jana usiku. Miili hiyo ilitambuliwa kuwa ya Inbar Haiman mwenye umri wa miaka 27, mateka wa mwisho wa kike kushikiliwa huko Gaza tangu alipotekwa nyara kutoka kwa tamasha la muziki wakati wa shambulio lililoongozwa na Hamas kusini mwa Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Mwili wa pili ulitambuliwa kuwa Sajenti Mohamed Al-Atarash mwenye umri wa miaka 39 ambaye aliuawa wakati wa vita na kundi hilo la Hamas Oktoba 7 mwaka 2023 na mwili wake kuchukuliwa mateka hadi Gaza. Chini ya mapatano yaliyosimamiwa na Marekani kati ya Israel na Hamas yaliyolenga kumaliza vita vya miaka miwili huko Gaza, Hamas ilikuwa iwaachie mateka 20 waliosalia na 28 waliokufa kwa kubadilishana na takriban wafungwa 2,000 wa Kipalestina kutoka jela la Israel. Katika hatua nyingine, mamlaka ya Israel inayosimamia masuala ya kiraia katika maeneo ya Palestina, COGAT, imesema tarehe ya kufunguliwa kwa kivuko cha Rafah kuwezesha kuvuka kwa watu itatangazwa baadaye mara tu upande wa Israel pamoja na wa Misri utakapokamilisha maandalizi muhimu ya ufunguzi wa kivuko hicho. Mratibu wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF, Hani Islim, amesema wao kama shirika wameshuhudia wagonjwa 19 kati ya 200 kwenye orodha yao wakifariki dunia. Kati yao 12 ni watoto. Kwa ujumla, Wizara ya Afya ya Gaza ina takwimu za wagonjwa 740 wakiwemo watoto 137 waliofariki wakiwa wanasubiri matibabu. Mbali na hayo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anaamini Umoja wa Ulaya lazima ujifunze kutoka kwa mpango wa amani wa Gaza wa Rais wa Marekani Donald Trump kuchukua hatua thabiti katika jukwaa la kimataifa. Akitoa hotuba ya sera za kigeni jana katika baraza la chini la bunge la Ujerumani, Merz amesema katika ulimwengu unaokuwa na ambao umekuwa mbaya zaidi, nguvu pekee ndizo zinazohifadhi amani. Pia ameongeza kuwa udhaifu husababisha amani kudorora. Asante sana Tatu Karema kwa taarifa hiyo, ambapo nazidi kusonga mbele kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tunashirikiana na shirika la DW kwenye matangazo yetu ya Afrika leo mchana. Ripoti hizi ni za waandishi na uchambuzi. Zimbabwe imejiunga na mataifa mengine 10 yaliyoteuliwa kutoa chanjo ya shindano ya kinga ya virusi vya ukimwi na Lenacapavir. Hata hivyo, huku matibabu yakipongezwa chanjo hii ya miujiza, wenyeji wana mashaka mbalimbali kuihusu, ikiwemo bei yake na pia madhara yanayoweza kutoka katika sindano hiyo na atakayodungwa mtu mara 2 kwa mwaka. Lubege Emmanuel na taarifa hiyo kwa kina. Mataifa 10 yaliyoorodheshwa kwa ajili ya mpango huo unaoanza mwaka 2026. Mataifa mengine ni Kenya, Nigeria, Zambia, Uganda, Tanzania, Afrika Kusini, Eswatini na Botswana. Itakumbukwa kuwa 4% ya watu walio na virusi duniani wamo katika nchi hiyo. Lakini pia Zimbabwe imepata mafanikio kadhaa katika kupambana na virusi vya ukimwi. Mojawapo ya mafanikio hayo ni kutimiza azma ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya ukimwi, UNAIDS. Wataalamu wanaamini kuwa kuzinduliwa kwa chanjo ya Lenacapavir kutachangia zaidi katika juhudi za nchi hiyo za kumaliza maambukizi. Zoezi hilo nchini Zimbabwe linatarajiwa kuwalenga watu waliomo katika hatari ya kuambukizwa pamoja na kina mama wajawazito na wale ambao wananyonyesha. Kwa upande wake, naibu mkurugenzi wa UNAIDS, Angel Akrekal, ameambia DW kwamba
drug, we are talking about it as a potential miracle drug. Tunaizungumzia chanjo hii ya miujiza. Kwa sasa ukweli ni kwamba chanjo hiyo ina takriban 100% katika kuepusha maambukizi mapya. Haikutarajiwa, ni ufumbuzi bora zaidi katika kupambana na ukimwi. We do not have a vaccine or a cure, but this is extraordinary. Chanjo hii ya Lenacapavir inatarajiwa kuanza kutolewa katika mataifa 120 kufikia mwaka 2027 na inatarajiwa kupunguza maambukizo mapya yapatayo milioni 1.3 kila mwaka. Ikilinganishwa na chanjo za mwezi au siku, Lenacapavir inatolewa mara 2 kwa mwaka. Mtaalamu wa afya nchini Zimbabwe, Dr. Panesai Nyika, ameambia DW kwamba chanjo hiyo inafanya vyema ikiwa inatumia ipasavyo. Specifically for HIV prevention, it has been seen to be highly effective. Hususan kwa kuzuia maambukizo ya virusi, chanjo hii ni bora kuliko zingine kama ikitumiwa vyema. If used correctly and consistently. Chanjo hiyo imefanywa majaribio mara 2, moja miongoni mwa wanawake na wasichana kusini mwa jangwa la Sahara na kwingineko miongoni mwa watu wa mapenzi ya jinsia moja nchini Marekani. Lakini kwa baadhi ya watu, kereo ni bei ya chanjo hiyo. Raia mmoja wa Uganda aliyeongea na DW alihoji uwezekano wa kukidhi bei ya dola 40 kila mwaka, akisema kuwa chanjo hiyo ni ya watu matajiri. Awali chanjo hiyo iligharimu dola 28,000 kila mwaka. Ni kwa ajili hii ndipo baadhi ya watu wanapendekeza chanjo hiyo itengenezwe katika mataifa ya Afrika ili kupunguza bei yake. Aya, asante sana hapo hivi Lubege Emmanuel ukiripoti kutoka eneo lile la Kampala, Uganda. Kiongozi mpya wa kijeshi nchini Madagascar, Kanali Michael Randrianirina ataapishwa kuwa rais kesho Ijumaa. Angela Mdungu na taarifa hiyo. Michael Randrianirina amethibitisha kuwa ataapishwa kushika wadhifa wake mpya kama rais wa Madagascar. Anatazamiwa kuiongoza nchi hiyo kwa kipindi cha mpito cha hadi miaka 2. Kwa mujibu wa hukumu iliyotolewa na mahakama kuu ya katiba, ninachukua nafasi ya rais, ni lazima kuwe na kula kiapo. Itakumbukwa kuwa kiongozi huyo wa kijeshi alikuwa na jukumu muhimu katika kikosi maalumu kilichofanya mapinduzi mwaka 2009 na kumweka madarakani Andry Rajoelina. Hata hivyo, katika maandamano ya hivi karibuni, kikosi hicho kilimpa kisogo kiongozi huyo na kuamua kuwa upande wa wananchi, ambapo kiliwataka polisi wasiwafyatulie risasi waandamanaji. Maandamano haya ya kuipinga serikali yake yalianzishwa na vuguvugu lililoongozwa na vijana maarufu Gen Z Septemba 25 mwaka huu, wakilalamikia ukosefu wa maji na huduma za umeme. Mtawala mpya Kanali Randrianirina atakapoapishwa hapo kesho ataongoza takriban watu milioni 30. Robo tatu ya raia hao wa Madagascar wanaishi katika dimbwi kubwa la umasikini. Utawala mpya wa kijeshi unatazamiwa kuapishwa wakati Umoja wa Afrika umetangaza jana kuwa umeifuta Madagascar wanachama kutokana na mapinduzi yaliyomwondoa madarakani Rais Andry Rajoelina. Umoja huo pia umetoa wito kwa taifa hilo kurejesha utawala wa kiraia na kufanya uchaguzi. Akizungumzia uamuzi wa chombo hicho, Kanali Randrianirina amesema mapema leo kuwa ni hatua iliyokuwa ikitegemewa na kwamba kuanzia sasa kutakuwa na mazungumzo ya faragha. Kuondolewa kwa Madagascar katika Umoja wa Afrika kunabeba uzito kisiasa na kunaweza kuutenga utawala huo mpya. Wakati huo huo, kwa mara ya kwanza Andry Rajoelina amethibitisha kuwa alikimbia nchi baada ya maandamano makubwa ya wiki kadhaa. Rajoelina aliondoka kati ya Oktoba 11 na 12 Madagascar baada ya kile ofisi yake ilichokiita kuwa ni vitisho vikali dhidi ya maisha ya mkuu wa nchi. Hata hivyo, ripoti za vyombo vya habari ziliashiria kuwa kiongozi huyo mwenye miaka 51 aliondolewa nchini humo na ndege ya kijeshi ya Ufaransa. Asante sana Zidi Angela Mdungu kwa taarifa hiyo kutokea maeneo ya Madagascar. Zidi kusonga mbele, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa leo mchana tunashirikiana na DW. Sehemu moja ya upinzani nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo chini ya uongozi wa rais wa zamani Joseph Kabila imeanzisha vuguvugu linaloitwa Tuokoe Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wamesema wamejitolea kuunga mkono masuluhisho 12 yaliyopendekezwa hivi karibuni na rais huyo wa zamani ili kutanzua mzozo wa kisiasa
juu ya usalama wa taifa hilo. Mitima de Lanches na taarifa hiyo kutokea Bukavu. Kuongozwa na Joseph Kabila. Kwa mujibu wa taarifa ya mwisho ya kongamano hilo iliyochapishwa Jumatano, lengo la harakati hiyo ni kumaliza udikteta na kurejesha mamlaka ya serikali nchini Kongo, kukomesha dhulma, kurejesha demokrasia na kukuza maridhiano ya kitaifa. Liti Bisimwa ni miongoni mwa wasemaji wa chama cha PPRD cha Joseph Kabila katika jimbo la Kivu Kusini. Anapongeza hatua hiyo. Tuokoe Kongo ni kitu kikubwa ambayo kitakuwa tena kutikisa ili kuangalia gisi ya kuboresha uongozi, kuleta mabadiliko zaidi ndani ya Kongo ili mkongomani apate kupata tena maisha bora. Miongoni mwa wapinzani walioshiriki mna Frank Diongo, Augustin Matata, Seth Kikuni, Jean-Claude Mvwemba, Teofil Mbemba na wengine waliokubali kuunga mkono mapendekezo 12 ya Joseph Kabila ya kuondoa Kongo kwenye mgogoro, mapendekezo aliyotaja Joseph Kabila katika hotuba yake ya mnamo Machi 23 mwaka huu. Wapinzani hao walichukua fursa hiyo kulaani migogoro yenye silaha, mivutano ya kisiasa, kiuchumi na kijamii nchini Kongo. Wameshutumu mamlaka kukiuka katiba, kuzuia udemokrasia na matumizi mabaya ya vyombo vya sheria. Albert Matabaro, msemaji wa chama cha Lamuka cha mpinzani Martin Fayulu Kivu Kusini, hajaona mafaa ya jukwaa hilo jipya. Tunaona sasa vile kesi ni ya kupoteza wakati na wanafanyia makelele nje ya nchi, hawafanyia makelele ndani ya nchi. Ni kitu ambayo haitaleta matunda kwa kisi watezi wazia. Akiwa mkazi wa Bukavu, Michel Chiruza anajiswali kwa nini kila mara mikutano kama na hiyo inafanyika Kenya. Felix Tshisekedi alitaka kuingia madarakani, walikutanana Kenya na Vital Kamerhe. Corneille Nangaa na M23 walikutanana Kenya. Tena Joseph Kabila na wapinzani wanakutanana tena Kenya. Asa sisi Kenya natutakia nini? Katika taarifa hiyo hiyo, harakati hiyo mpya ya kisiasa inasisitiza uungaji mkono wake kwa mazungumzo yaliyopendekezwa na Baraza la Maaskofu wa Kongo na Kanisa la Kristo nchini Kongo kwa ajili ya kujadili mgogoro wa DRC. Jean Moroto Bibo ni mtetezi wa haki za binadamu Bukavu, anakumbusha kwamba kufanya majadiliano ni sahihi. Ni mkutano mzuri sana. Naweza raia naweza kuwa na matumaini kupitia mikutano sawa kama na hizi. Wapinzani hao pia walichukua fursa hiyo kupinga uamuzi wa mahakama ya juu ya kijeshi wa kumhukumu kifo Joseph Kabila. Kwa mujibu wao, uamuzi huu ni batili kwa sababu ni kinyume cha katiba na sheria yenye hadhi ya marais wa zamani nchini Kongo. Mitima de la Chance, DW, Bukavu. Asante sana Mitima de la Chance ukiwa maeneo ya Bukavu. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa, ambapo ni Afrika Leo Mchana, habari za dunia. Awamu hii ya pili nashirikiana na shirika la DW kwenye ripoti za waandishi, vile vile uchambuzi na makala, ambapo wakati huu msikilizaji na kurejesha kwenye studio hii, ambapo tuna kuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter na station transmitter link ambayo itaweza kutuwezesha kupeperusha matangazo yetu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia PayB namba ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till namba ni 456148 kupitia mitandao yote. Enda pale kwenye Facebook yetu, utapata link ambayo itakuelekeza katika hatua ya kuweza kutoa donation yako kwa PayPal iwapo uko kwenye mataifa ambayo unatatizika kutuma pesa. Basi simama nasi tuweze kununua transmitter na uweze kuona maono haya yanafika mbali. Sasa hivi nakuletea kwenye studio za DW kwenye uchambuzi wanayojiri kwenye majukwaa ya mawasiliano. Najit Omar vile na Lilian Mtono ndio waelekezi. Kenya kufika kutokuweza kuingia ndani kwa sababu ya wingi wa msongamano wa waombolezaji. Sasa nasikia shughuli imehamishwa kwenye uwanja sasa wa Kasarani. Ndio, kwa sababu huo unaweza ukapokea maelfu ya watu kuliko pale katika uwanja wa bunge. Maoni ni mengi sana katika mitandao ya kijamii, kila mtu alikuwa anazungumzia vake, lakini zaidi ni kwamba Wakenya wengi wanamlilia Raila Odinga. Kwa mfano Jengalija anasema Mungu ailaze mahala pema roho ya marehemu Raila Odinga. Majaliwa Mashaka wa Iringa Tanzania anasema pumzia kwa amani Raila Odinga. Na Liz Chama za polisi wapo kila sehemu toka jana. Ninaamini polisi hawa hawataumiza tena Wakenya na wala kuwapiga. Haya, sasa tugeukie na taarifa kutoka huko nchini Tanzania, ambako bwana mmoja mwenye umri wa miaka 41 Moses Ezekiel Pingwa, mkazi wa Mbele wilayani Kiteto, aliyekuwa amepotea kwa miaka 5 ameonekana tena akirudi nyumbani akiwa hai. Afya njema, mzima wa afya. Sinaendelea.
Moses ambaye familia yake ilimtafuta bila mafanikio na tayari ilikuwa imehitimisha matanga ya kwamba tayari Moses alikuwa amefariki. Baada ya miaka 5 alionekana akiwa hai mpakani mwa Kenya na Tanzania Holili, na kisa cha kurejeshwa nyumbani na watu ni baada ya yeye kuonekana akiwa na matatizo ya afya akili. Wazazi wa Moses wanasema Moses alipata mshtuko huo baada ya kudhulumiwa mahindi aliyekuwa alikuwa amealima ekari 5 kisha kupata changamoto ya kiafya kutokana na hali hiyo na kutoweka nyumbani. Sasa alikuwa wapi? Au bado hatujui. Mpakani mwa Tanzania na Kenya. Sasa swali lingine pia ni kwamba watu wamejuaje kama hapo ni kwao na mambo mengine, pengine maskini akili zimerudi na mambo kama haya. Sasa taarifa hii imekuwa na mjadala tofauti kabisa leo kwa sababu ya kile ambacho kilitokea jana kwenye kesi ya balozi wa Cuba Humphrey Polepole, na leo ndio imechapishwa kwenye mitandao mingi. Kwa mfano TI anasema hizi ni propaganda tu za kutaka kutuaminisha kwamba ndugu zetu waliotekwa na kupotea wamepata matatizo ya akili. Pengine wanaweza kurudi, lakini mimi siamini. Fina hapa anasema akili yake iko sawa sasa na amejuaje nyumbani? Ni maswali mengi kila mtu anajiuliza. Rahma Isa anasema inawezekana mkaona ni uongo, lakini sisi mjomba wetu alitoweka mwaka 1983 na akarudi 2019. Watu washasahau kabisa. Kumbe haya mambo duniani yapo na mimi ni shahidi wa hivyo. Ni kabisa. Ila ninaomba nihitimishe hapo. Asante sana kwa hayo ambayo umetushirikisha. Labda sasa tufungue na sisi kwenye mitandao yetu ya kijamii. Nikiangalia katika ukurasa wetu wa YouTube hapa na tuandikia nani huyu Jordan Mkokuli anasema vile nawapata vizuri nikiwa Lusaka, Zambia. Asante sana kutuandikia kutokea Lusaka. Monteremwa Lamek anasema poleni sana wa Kenya kwa msiba mzito. Na Juma Joseph Osirari Tanzania anasema mapinduzi Madagascar binafsi na yaunga mkono, maana viongozi wengi walishakuwa kama miungu watu. Sava Joseph Rushesha kutoka Kagera Tanzania anasema Rais Zelensky na Rais Putin kaini meza moja malize tofauti zenu. Humphrey Masai wa Singida Tanzania anasema niwatakie ndugu zetu wa Kenya wawe na uvumilivu na subira wakati huu wa majonzi wa kumpoteza kiongozi wa upinzani wa taifa hilo. Jackson Valencia wa Dodoma Tanzania anasema itakuwa habari njema zaidi kama amani itapatikana huko Gaza na huduma za kijamii ziweze kurejea kwa kuwafikia walengwa wote. Na Mirambo Daudi naye ametuandikia anasema kongole jeshi la Madagascar kwa kuchukua madaraka. Tukio hilo liwe funzo kwa watawala wengine wa Kiafrika wenye tabia za kukandamiza demokrasia na haki za binadamu. Yeye ametuandikia kutokea Mbeya, Tanzania. Na katika ukurasa wa Facebook Juma Mukwambo anasema pumzika kwa amani Raila Odinga. Faustino Badia anasema kinachoendelea huko Madagascar ni fundisho kwa viongozi wote wa Kiafrika ambao wamegeuka kuwa miungu watu, wajue raia wakichoka watakutoa tu. Poleni majirani wetu Kenya kwa msiba mzito, anasema Safari Masalo kutoka Kahama Tanzania. Babu Makundi anasema Raila alipambania katiba mpya ya Kenya na alikuwa upande wa wananchi, apumzike kwa amani, amin. Morris Lukaila anasema hayati Raila Odinga ni shujaa ambaye alikuwa anayeianzisha sana nchi ya Kenya na wananchi na makabila na matabaka mbalimbali. Na huyu anaitwa Peter anasema nchi za Afrika nyingi zinahitaji mageuzi. Priscus Anaelisa ambaye ametuandikia kutokea Nzega Tanzania anasema poleni majirani zetu Kenya kwa kumpoteza kiongozi mzalendo aliyepigania mabadiliko nchini Kenya. Mark Mihayo yeye ametuandikia kutokea Goba, Dar es Salaam anasema pumzike kwa amani Raila Odinga, amen. Michael Embassy Baba Isaya anasema pumzika kwa amani Raila Odinga, hakika utakumbukwa kwa mengi mazuri. Jijovumi Lalata wa Songwe Tanzania anasema pumzika kwa amani Raila Odinga, amina. Alois Sylvester Samba kutoka Arusha Tanzania anasema leo taifa la Kenya linaunganishwa na huzuni ya kifo chake Raila Odinga. William Kitengai kutokea Serengeti anasema poleni sana wa Kenya kwa msiba mzito, Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani Raila Odinga. Msikilizaji, tunahitimisha hapa sehemu ya kwanza, lakini endelea kwa nasi na kinachofuata sasa ni mjadala. Asante sana Lilian Mtono vile vile na Najat Omar katika hatua hiyo. Basi mjadala unapokuja basi wakati inanipatia fursa nzuri ya kukuelekeza katika sehemu ya kupokea kiziba mkonga cha siku ya leo, ambapo sasa hivi pokea kiziba mkonga afu tuelekee kupokea sehemu ya mjadala.
Katika kiziba mkonga cha sasa, msikilizaji, ukiona mtu analalamika sana kuhusu marafiki zake, hawamjali, hawampendi, wanamtenga, wanamsema, hawamshirikishi, shida haiko kwa marafiki bali yeye. Kujitenga kwa mafuta na maji ni kawaida, shida ni pale mafuta yanapomlaumu maji. Natazama vile viongozi na watu ambapo wamejitolea, mashabiki wamekanyaga na wanazidi kupigwa na jua, wanaelekea Kasarani kwa miguu kutokea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Inanipatia fursa ya kujua kwamba maji ni maji na mafuta ni mafuta. Wafuasi wako ni wako, hata kwenye sanduku lile la maziko watazidi kukimbia na wewe, watatembea na wewe, maana hivyo ndivyo uliwafunza kutembea. Raila Amolo Odinga, hayati Raila Amolo Odinga, kila wakati alipokuwa anatoka katika mataifa ya kigeni, alifika kwenye uwanja wa ndege na safari ilianza. Japokuwa safari hiyo ilikuwa wakati wa kufika kwenye mji, wanamwagiwa maji, wanamwagiwa vitoza machozi, lakini walistahimili. Sasa hivi shujaa amefariki dunia katika nchi ya India. Amerejea nyumbani akiwa umauti umemfika, mwili hauna sauti, lakini wale ambao walifunzwa kutembea wanazidi kutembea, kwa sababu ndio hali ambayo imebakia ya kumwenzi shujaa hayati Raila Amolo Odinga. Ukiona mtu analalamika sana kuhusu marafiki zake, hawamjali, hawampendi, wanamtenga, wanamsema, hawamshirikishi, shida haiko kwa marafiki bali yeye. Kujitenga kwa mafuta na maji ni kawaida, shida ni pale mafuta yanapomlaumu maji. Je, marafiki wako wataweza kusimama nawe wakati ambapo hauna sauti ya kuzungumza na kuwaona wakisimama? Ndio swali. Ishi maono yako, wapende watu, impact watu, hadi wakati ambapo hauna sauti ya kuzungumza, watazungumza kwa niaba yako. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.